Kundi hili liliundwa baada ya katibu mkuu kualika wagombea wa mwaka 2020 wa ubunge na waliotia nia mwaka huu kwenye kikao cha tarehe 3 mwezi wa 4 makao makuu ya chama. Sasa sisi kama wagombea na ambao hatuna sehemu ya kukutana, tukaunda group sogozi la WhatsApp ili kuweza kuweka mawazo yetu kwa pamoja na hatimaye tuweze kuyawasilisha kwa katibu mkuu. Kwa ndivyo kundi lilivyoundwa. Lilikuwa ni kundi ambalo tunajaribu kuweka mawazo, maoni ambao walishawahi kushindwa. Kwa hiyo tunapeana na tunaendelea kupeana ambao walishawahi kushindwa. Kwa hiyo tunapeana na tunaendelea kupeana uzoefu. Jambo la pili ambalo ningependa kulieleza kabla ni kwamba leo tumekuja kufafanua waraka wetu tuliomfikishia katibu mkuu siku ya tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2025. Na tumeona kwamba kuna haja ya kufafanua kwa sababu wakati mwenyekiti wa chama akizungumza na wagombea na watiania siku ya tarehe 3 mwezi wa 4 pale makao makuu, alijibu baadhi ya hoja zilizokuwa kwenye waraka, na wale waandishi mliokuwepo mlimsikia akisema ameusoma waraka na hoja zinajibika. Lakini tukiri tu mpaka sasa hivi bado hatujapokea majibu rasmi ya maandishi kwa sababu sisi tuliandika kwa maandishi. Sasa kitendo cha kuja kuweka hadharani, wako ambao wanaweza wakapotosha. Sasa ni kwa nini kama mmempelekea katibu mkuu, kwa nini mnausema hadharani? Tunausema hadharani kwa sababu mwenyekiti wa chama alishaanza kujibu hoja zetu hadharani. Sisi tunaelewana? Kwa hiyo tunaufafanua ili yale ambayo hayakupata majibu siku ile ya tarehe 3 mwezi wa 4 hatimaye sasa yaweze kupatiwa majibu, au jamii ifahamu tumeandika nini, tumeshauri nini chama. Maana yako maneno mengi sana ya upotoshaji haswa kwenye mitandao na kwa watu ambao hawaitakii Chadema mema wameendelea kupotosha. Ndugu zangu, waraka wetu ni mfupi, ulisainiwa na watu 55 kama alama ya G55. Lakini nimesema pale awali kwamba kundi hili sio la watu 55. Tuko wengi ambao tunakishauri chama, na baada ya kutangaza uwepo wa kundi hili wamejitokeza hata ambao wanataka kugombea udiwani, wanaomba sasa nao wawe sehemu ya hili kundi. Kwa hiyo linazidi kupanuka na kuongezeka ukubwa wake baada ya watu kujua kwamba linasimamia mambo gani. Ndugu wanahabari, naomba sasa ni usome waraka kwa wetu tuliompelekea katibu mkuu siku ya tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka huu. Ndugu wanahabari, madhumuni ya waraka: pamoja na kupokea wito wa kushiriki mkutano huo maalum, sisi wagombea ubunge wa mwaka 2020 na watiania wa mwaka 2025 tumeona kuna viashiria vya kutopewa au kutopata nafasi ya kutosha kusikilizwa katika mkutano huo maalum, na kwa hiyo tumeamua kukuandikia waraka huu kwa sababu zifuatazo. Moja, mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Lissu alihutubia mkutano wa hadhara mkoani Iringa. Ametamka wazi kuwa wote wanaoona no reform no election haiwezekani ni wana CCM pamoja na vibaraka wao. Kauli hii ya mwenyekiti tayari imezuia uhuru wetu wa kutoa maoni au kushauri mbadala dhidi ya no reform no elections, kwani kwa mujibu wa mwenyekiti wetu watu wa namna hiyo ni wana CCM au vibaraka wao. Ndio dhumuni la kwanza lilotufanya tumwandikie katibu mkuu. La pili,
Mjumbe wa kamati kuu na mwenyekiti wa kamati ya chama ya kuchangisha fedha Mheshimiwa Godbless Lema akihutubia mkutano jijini Arusha alinukuliwa akisema kwamba wote wanaotaka ubunge au udiwani bila reforms waondoke Chadema. Kauli ya Mheshimiwa Lema ya kufukuza watu wenye maoni mbadala ndani ya chama na inazidi kuondoa mantiki ya mkutano huo maalum wa kujadili mwenendo wa no reform no election, kwani tayari washiriki tumewekewa mipaka na vitisho katika suala hilo. Dhumuni la tatu, hivi karibuni mwanaharakati Maria Sarungi aliandika katika ukurasa wake wa X akikitaka chama kiyaweke hadharani majina ya wote wanaotaka ubunge kwa udi na ubani bila reforms, na akatuhumu kuwa watu hao wanataka kufanya blackmail, yani kutishia eti watahama chama. Pia Maria Sarungi, bila kujali mamlaka ya ofisi yako, ametaka ajulishwe ni nani amewaita watiania kwenye mkutano huo maalum, maana uongozi mzima upo field, na akataka chama kisiwahusishe watiania, do not engage them, bali waachwe waende CCM. Kauli hizi za Maria Sarungi ambaye ni si mwana Chadema zinafanana na kauli za Mheshimiwa Lissu na Mheshimiwa Lema. Aidha, pia mamlaka ya ndani ya chama na ofisi yako zinazidi kuongeza vitisho na kufinya uhuru wa maoni kuelekea katika kikao hicho maalum. Kwa msingi huo, tunawasilisha mchango wetu wa mawazo kwa njia ya maandishi kama ifuatavyo. Moja, tunaunga mkono madai ya mabadiliko, reforms. Sisi kundi la G55 tunaunga mkono kabisa madai ya kufanyika kwa reform katika nchi yetu. Tunaunga mkono na tupo tayari kuongeza nguvu zaidi katika jitihada zote za chama za kudai mabadiliko ya katiba na sheria za uchaguzi, reforms, ili kuwa na uchaguzi huru na zinazoaminika. Kwa hiyo kwenye eneo la reform, sisi tuliogombea mwaka 2020 tulijeruhiwa na uchaguzi ule sana kwa sababu ya mifumo isiyo rafiki ya kiuchaguzi. Kwa hiyo tunaunga mkono 100% swala la reform. Kwa hiyo tuko tayari na kuongeza nguvu kuwekeza kwenye kupigania mabadiliko ya kimfumo na ya kisheria kwa ajili ya chaguzi huru na za haki hapa nchini. 2, maoni mbadala dhidi ya mpango wa kuzuia uchaguzi. Ikumbuke hapo mwanzo nimesema reform tunaziunga mkono. Tunasita kuamini katika mpango wa chama wa kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu 2025 iwapo mabadiliko hayatopatikana, tukiwa na sababu zifuatazo. Kwa sisi kwenye no election, njia ambayo chama kimetumia tunaiona sio njia sahihi, na ndio maana tukachukua wajibu wetu kama wanachama, wengine wanachama waandamizi, kukishauri chama chetu kwamba njia ya no election walioamua kuitumia hatuoni kama itatufikisha kule tunakotaka kufika. Moja, tunaona kuwa haiwezekani kuzuia uchaguzi kwa kuwa nje ya uchaguzi. Kujaribu kuzuia uchaguzi huku ukiwa nje ya uchaguzi itakuwa ni sawa na kufanya jinai. Uwezekano pekee wa kuzuia uchaguzi ni kushiriki uchaguzi wenyewe kwa kuhakikisha tunaingiza wagombea katika uchaguzi. Ni rahisi kwa wagombea kuhamasisha na kuongoza wananchi kuzuia uchaguzi katika vituo mahususi vya uchaguzi, katika kata au majimbo yanayoelekea kufanyiwa hujuma, kuliko kujaribu kuzuia uchaguzi wote huku tukiwa nje kabisa ya uchaguzi wenyewe. Ndugu zangu, ukishakuwa nje ya uchaguzi mara tu baada ya bunge kuvunjwa, vyama vya siasa vitasitisha shughuli zote
tutaingia kwenye harakati za kiuchaguzi. Sasa kama haushiriki uchaguzi, unawezaje kuzuia huo uchaguzi? Huna wagombea kwenye kata, huna mawakala ambao kama unataka kuzuia uchaguzi kwenye vituo, anayeweza kuwa wa kwanza ni wakala wako aliyeko kituoni. Sasa huna wakala, huna mgombea, hivi huo uchaguzi unauzuiaje? Kwa hiyo sisi tunaamini tunaweza kuzuia uchaguzi tukiwa ndani ya uchaguzi. 2, dhana ya no reform no election ilianza kama kampeni mnamo mwezi Januari mwaka 2020 na baada ya retreat ya kamati kuu ya chama iliyofanyika Makueni nchini Kenya. Kaunti ya Makueni kule Kenya, hoteli inaitwa Kusimbungio, ndiko chimbuko la no reform no election lilianzia. Na hii ilikuwa Januari mwaka 2020. Kwa wale wanaodhani kwamba dhana ya no reform no election ni ya mwaka 2024, ni bahati mbaya, hawana taarifa sahihi. Hii ilikuwepo tangu Januari mwaka 2020, na niliyeko mbele yenu hapa ni kati ya watu wawili walioachwa Nairobi na kamati kuu ya chama kukamilisha mpango huo. Niliachwa mimi na mkurugenzi mwingine mmoja, tukabaki Nairobi siku 8 na wataalamu mbalimbali kukamilisha andiko hilo, na tukarudi tukiwa na nakala ya andiko hilo mwaka 2020. Kwa hiyo dhana ya no reform no election ilikuwa ni kwa ajili ya kuunganisha makundi na jamii ili kupigania mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi ndani ya nchi yetu, na ilikuwa ni maandalizi ya kwenda kwenye uchaguzi wa mwaka 2020. Nyaraka hiyo ilipewa jina Roadmap to the General Election 2020. Ndio jina la hiyo nyaraka. Na hiyo nyaraka ipo, nina nakala yake. Tukilazimika tutaiweka hadharani ili taifa lijue dhana hiyo ilianzia wapi. Kwa hiyo wale mnaofikiri ni kitu kimeanza juzi 2024, kwa kweli hicho sio sahihi. Ni kitu kilikuwepo tangu mwaka 2020, na bado tuliweza kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Dhana hiyo ya no reform no election ikiwepo, tuliweza pia kushiriki uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024. Dhana hiyo ya no reform no election ilikuwepo, na hata tamko la kamati kuu la tarehe 11 Disemba mwaka 2024 la tathmini ya uchaguzi wa serikali za mitaa, mimi nilikuwepo. Ukisoma lile tamko la maandishi, hakuna mahali tuliweka hiyo dhana. Na hata ukisikiliza hotuba ya mwenyekiti wa wakati huo, Mheshimiwa Mbowe, alisema tukifika mwaka 2025 wakati wa uchaguzi, kama hakuna reform, chama kitafanya maamuzi sahihi. Ndio ilikuwa kauli. Hakusema tutazuia uchaguzi. Kwa hiyo wale wanaojaribu kusema hii ilifanyika wakati wa mwenyekiti Mbowe, ni kweli. Mwenyekiti alikuwa Mbowe, makamu wake alikuwa Mheshimiwa Lissu, wajumbe wa kamati kuu akina Mheshimiwa Heche walikuwepo na tulikuwa nao Nairobi. Lissu aliondoka Ubelgiji akaja Nairobi wakati huo kule Kusumbungio, kaunti ya Makueni nchini Kenya. 3, kwa muda mfupi uliosalia hatuoni uwezekano wa kutekeleza kwa ufanisi mkakati wowote madhubuti wa kuzuia uchaguzi. Tayari uchaguzi wenyewe umeshaanza, zoezi la uandikishaji wa wapiga kura limeshakamilika na limefanyika mikoa yote nchini. Kwa hiyo kama tulikuwa tunataka kuzuia uchaguzi, tulipaswa tuanze kuzuia hata zoezi la kuandikisha. Sasa kila kitu kimeshafanyika, iliyobaki ni kampeni, kuteua wagombea, watu waingie kwa debe. Sababu ya 4 ni kwa mujibu wa katiba ya Chadema ibara ya 4 inayohusu madhumuni ya chama.
Dhumuni kuu la chama ni kuongoza dola na kutekeleza madhumuni mahususi ya kisiasa kama yalivyoainishwa katika kifungu cha 4.1, madhumuni ya kiuchumi kifungu cha 4.2 na madhumuni ya kijamii katika kifungu cha 4.3. Kwa hiyo kushiriki uchaguzi ili kuongoza dola ni sharti la kimsingi la katiba ya Chadema. Dhumuni la kwanza la chama hiki lipo kwenye katiba yetu sura ya 4, madhumuni ya kisiasa 4.11 inasema kuhakikisha kuwa chama chetu kinashinda chaguzi za kiserikali na kushika dola kwa njia ya kidemokrasia ili kuleta maendeleo endelevu kwa taifa. Ni dhumuni la katiba yetu. Kwa hiyo Chadema sio pressure group. Kuna tofauti ya kuwa na pressure group na chama cha siasa. Chama cha siasa dhumuni lake ni kuweka sera, mipango na kushiriki chaguzi ili kiweze kushinda, kiende sasa kikatekeleze madhumuni ya kuanzishwa kwa chama hicho. Lakini pressure group wao wanakuwa na jambo mahususi kwa wakati mahususi, wanalipigania kama kimbunga pap, likishaisha wanaenda kwenye jambo lingine. Pressure groups hazina madhumuni ya kudumu. Wao wanaenda na tukio kama linavyotokea. Lakini chama cha siasa kina malengo na madhumuni yake, na lengo kuu ni kushika dola. Kwa hiyo tumeshauri katibu mkuu kwamba chama chetu kirudi kwenye katiba yake, kiangalie madhumuni ya kuanzishwa kwa chama hiki. Je, tusiposhiriki uchaguzi tunaitekeleza vipi katiba yetu? 5. Ibara ya 5.2 ya katiba ya chama imetamka haki za mwanachama wa Chadema kuwa ni pamoja na kuchaguliwa kuongoza na kukiwakilisha chama katika ngazi yoyote kwa kuzingatia masharti yaliyowekwa na sifa za uongozi. Mpango wa kuzuia uchaguzi unaweza kukosa uhalali wa kutosha kikatiba kwa kuathiri haki za wanachama wa Chadema wanaotaka kugombea. Hili kundi linawakilisha haki za wanachama wa Chadema wanaotaka kugombea. Katiba yetu ibara ya 5.2.2 imetoa hiyo haki kwa wanachama. Sasa tumemshauri katibu mkuu, pamoja na kupigania reforms, lakini kusema hatushiriki uchaguzi, wakumbuke pia wana infringe, wananyima haki wanachama wake ambao wanaona kushiriki uchaguzi ni sahihi. 6. Ukiondoa chama chetu, mpaka sasa hakuna chama kingine hata kimoja cha siasa kinachounga mkono mpango wa kuzuia uchaguzi ikiwa reform hazitopatikana. Kinyume chake, kuna chama kimoja tu cha upinzani ambacho kinapigania reform, lakini huku kikiendelea kujipanga kushiriki uchaguzi. Vyama vingine hususan vile vya kawaida ya kutumika vimeendelea kutangaza nia yao ya kushiriki uchaguzi. Ndugu zangu, wakati dhana ya no reform no election ikiwa ni kuunganisha makundi na vyama vya siasa, viongozi wetu hatujaona wakifanya hiyo jitihada, au wamefanya imeshindikana. Hatuungwi mkono na vyama vingine, tumebaki wenyewe. Sasa hatuoni mantiki ya kutokushiriki uchaguzi wakati wengine wataenda kwenye uchaguzi, watahalalisha huo uchaguzi. Madhara ya kutokushiriki ni makubwa kuliko faida. 7. Viongozi wa dini na madhehebu yenye waumini wengi hapa nchini tayari wamehimiza na wanaendelea kuelimisha na kuhamasisha waumini wao kwenda kujiandikisha kwenye daftari la mpiga kura kwa ajili ya kushiriki uchaguzi. Hali hii inaashiria kuwa ni ama chama chetu kimechelewa au tayari kimekwama kupata uungwaji mkono wa wadau muhimu katika mpango wa kuepuka uchaguzi usio na reform. Tumeshuhudia viongozi wa dini wanakubaliana kama ambavyo na sisi tunakubaliana dhana ya reform. Tulisikiliza juzi wakati wa sherehe za Idi, Mufti alisema serikali, angalieni, sikilizeni kuhusu reforms.
Kanisa Katoliki limekuwa likiendelea kusema kuhusu reforms. CCT wamekuwa wakisisitiza kuhusu reforms, lakini hakuna mmoja aliyejitokeza na kuhamasisha waumini wake wazuie uchaguzi. Sasa tunajiuliza, kama chama chetu kikiendelea na msimamo huo, tutabaki na nani? Maana wanachama wetu ndio waumini wa dini hizo, wanawasikiliza viongozi wao wa dini. Welcome to At the Wheel. Our expert team is here to ensure your ride is smooth, safe, and ready for every adventure this festive season. And to add to your celebrations, we are giving away a special token of appreciation with every visit. Find your nearest At the Wheel Fitment Center here. Or call us on +255 774 464 221. Karibu sana. Kwa hiyo hii ni sababu ya 7 tuliyomwandikia katibu mkuu. Sababu ya 8, uchunguzi na uchambuzi wetu umeonyesha kuwa wadau wengi wa demokrasia wanaunga mkono madai yetu ya reform, lakini wanasita kuunga mkono mpango kamili wa chama chetu wa kuzuia uchaguzi iwapo reform hazitapatikana. Kwani hali hiyo inatafsiriwa kuwa ni karibu sawa na kufanya uasi au kuvunja katiba na sheria zilizopo licha ya ubaya wake. Kwa maneno mengine, msisitizo wa kuzuia uchaguzi unaathiri au kupunguza kasi ya uungwaji mkono katika madai ya msingi ya reform. Wako wadau wengi, asasi za kiraia, wanashindwa kuja mstari wa mbele kuungana nasi kudai reforms kwa sababu sisi tumeongeza kuzuia uchaguzi. Angalieni asasi za kiraia zilizokuwa zinapiga kelele sana kuhusu reform. Baada ya sisi kusema tutazuia uchaguzi, ni kama wameweka break, wamepoa. Kwa sababu wanaona sasa hapa Chadema inataka kucross the line, kuzuia uchaguzi. Tumeitahadharisha chama na katibu mkuu kwamba warudi nyuma, watafakari ni kwa nini wadau hao muhimu ambao tumekuwa nao miaka yote leo ni kama wamepiga break, wameingia ubaridi. Ni kwa sababu hawaamini kwenye kuzuia uchaguzi. 9, kushindwa kuzuia uchaguzi katika dakika za mwisho ikiwa jitihada za reform zitakwama, kuna maanisha kuwa chama hakitokuwa tena na muda wa kujiandaa na hivyo hakitashiriki kabisa uchaguzi huo. Tumemshauri katibu mkuu na chama, wakati tukiendelea na mapambano ya kudai reform, chama kiendelee na maandalizi ya kiuchaguzi. Maandalizi ya kiuchaguzi ni mengi. Tunakata takribani 1400 na tunahitaji kuwa na wagombea udiwani. Unapowaambia watu hakutakuwa na uchaguzi, hawa wagombea hawatajitokeza na hakuna atakayewekeza rasilimali zake wakati anajua hakuna uchaguzi. Kwa hiyo tumeshauri chama kiendelee na maandalizi, kianze kuandaa ilani. Kama kweli tuko serious, tunataka reforms, maandalizi mengine yaendelee, ili ukitokea muujiza zikatokea reform, tusije kusema tumeshachelewa, hatujajiandaa, kwa hiyo hatuwezi kushiriki uchaguzi. Kwa ushauri wetu wa mwisho kwa katibu mkuu na chama, athari za kutokushiriki uchaguzi: 1, chama kinaweza kuondokewa au kupoteza viongozi na wanachama wenye nia ya kuwania urais, ubunge na udiwani, pamoja na nafasi za viti maalum vya ubunge na udiwani katika maeneo mbalimbali nchini. Kuna watu wako kwenye vyama vya siasa kwa sababu wanataka kuwa viongozi. Ndio maana mtu akifungiwa mlango kwenye chama hiki, huwa mnawaona anaondoka anaenda chama hiki. Mwaka 2015 Lowassa alipofungiwa milango ya kugombea urais CCM, alifungua mlango mwingine Chadema kwa sababu dhamira yake, nia yake ilikuwa ni kuwatumikia Watanzania. Na wako watu wengi wa aina hiyo ndani ya Chadema. Kwa hiyo tutakapowafungia tukidhani kwamba hawa watu wataendelea kubaki Chadema, watatafuta mahali pengine, na wengine wanasukumwa na wananchi wao. Mathalan, kwa mfano, tuna diwani wetu pale Kigoma, kata moja, tangu mwaka 92 mfumo wa vyama vingi uanze,
anaitwa Gimbi. Kata yake amekuwa akishinda muda wote. Hasa mtu kama yule wananchi wake wanamlazimisha kwa sababu wamekaa naye, amewatumikia vyema, na wako wengi wa aina hiyo. Sasa ukiwafungia milango, yatatukuta yale yaliyowakuta CCM Karatu mwaka 95. Walipomfungia mlango Dr. Slaa wa kugombea Karatu, wananchi wa Karatu wakamwambia Dr. Slaa, toka CCM, nenda Chadema, tunataka wewe uwe mbunge wetu. Kwa hiyo tumekitahadharisha chama, hiyo hasara tuipime, tuone madhara yake, tusije kujuta. Majuto ni mjukuu. 2, chama kitapoteza mvuto kwa umma, kitadhalilishwa kwa propaganda na hata kudhoofika. Hadi sasa chama kimejikita katika vipande viwili vinavyosigana kuhusu jambo hili. Ikitokea tukishindwa kushiriki uchaguzi, mkatiko huu utakuwa ni wawazi na athari zake zitakuwa mbaya zaidi. Tumempa pia katibu mkuu hiyo tahadhari kwamba ndani ya chama tunaona makundi mawili. Ndani ya kamati kuu wapo wanaotaka kugombea. Mmewasikia wakisema. Ndani ya baraza kuu yako hayo makundi mawili, na hata ndani ya mkutano mkuu. Kwa hiyo hatutaki huo mpasuko uendelee kuwa mkubwa. 3, chama kitapoteza kabisa ruzuku baada ya uchaguzi, hivyo kuathiri uhai na uendelevu wa shughuli za chama. Kuna watu wanabeza hoja hii. Sisi tuliokuwepo kuanzia mwaka 2020 Disemba mpaka tulipokuja kukubali kuchukua ruzuku mwaka 2023, tulikuwa na wakati mgumu sana wa kukiendesha hiki chama. Tulishindwa kulipa mapango ya ofisi, tulipunguza watumishi kwenye ofisi za makao makuu, ofisi za kanda. Fikiria kanda, tulifika mahali tukaagiza wabaki watu 3, katibu wa kanda, afisa mmoja na mlinzi. Tuna kanda 10. Ukiacha watu 3, hao ni watu 30 wa kuwalipa kila mwezi. Tulipopokea ruzuku angalau tumeweza kuendelea kuwa maintain. Lakini wako wanaobeza, chama sio kwa ajili ya ruzuku. Sawa, tunakiendeshaje? Kampeni yetu ya tone tone mpaka sasa imefikisha shilingi ngapi? Viongozi hawasemi kwa sababu hawana cha kusema. Ndio kweli. Sasa tufikirie miaka 5 tutaweza kuendesha chama kwa tone tone? Kwa hiyo tumekitahadharisha chama chetu kwa sababu tunakipenda. Wengine tumetumikia hiki chama tangu tukiwa watoto. Mimi nimaliza chuo kikuu, sijawahi kuajiriwa, nilikuwa Chadema mpaka leo niko Chadema. Sasa tunapoona hatari kwamba chama kinaenda kupotea, lazima tutoke mbele tuseme. 4, ari na hamasa ya wanachama kukichangia chama itakazidi kushuka, kwani wananchi hawataona faida ya kukichangia chama ambacho hakishiriki uchaguzi. Ndio maana hata kampeni yetu hii ya tone tone inakwama, kwa sababu watu wanajiuliza, hivi na wachangia Chadema sasa ili iweje wakati hata uchaguzi hawashiriki, ili waje watutoe kwenye makucha ya CCM? Sasa viongozi wetu tumewatahadharisha na kuwaambia kwamba tazameni hili kwa umakini, kwa sababu mtu anasukumwa, ana shilingi 1000 yake anaichangia Chadema kwa sababu anaona mwanga, kesho nitapata diwani wa Chadema, hii michango ya ovyo ovyo itaondoka, nitapata mbunge wa Chadema atanitetea bungeni, nitapata rais wa Chadema ataenda kutatua kero na matatizo ya wananchi. Lakini leo Chadema anasema ishiriki uchaguzi. Kwa nini nichangie 500 yangu wakati watoto wangu wanakula mchicha? Bora niwaongezee dagaa. Kwa hiyo hatari tunaiona na tumekishauri chama. 5, kutoshiriki kampeni ya uchaguzi kutakipotezea chama fursa ya kukijenga zaidi. Maana haitokuwa rahisi kwa watiania kuwekeza kwenye chama ambacho hakiingii kwenye uchaguzi, maana hawatapata fursa ya kugombea. Ndugu zangu, chama cha siasa
kinajengeka sana wakati wa uchaguzi. Na sisi Chadema ni mfano. Mwaka 1995 hatukuingia kwenye uchaguzi wa rais. Mwaka 2000 hatukuweka mgombea urais. Chama chetu kiliendelea kudhoofika. Chama hiki kimeanza kukua baada ya mwaka 2005 tulipoamua kuweka mgombea urais Mheshimiwa Freeman Mbowe, akazunguka nchi nzima, tukatumia helikopta. Chama hiki kikaanza kunyanyuka, na tangu wakati huo hakijawahi kurudi nyuma, pamoja na madhila ya mwaka 2020 ambao chama kilishatangaza haukuwa uchaguzi bali uchafuzi. Kwa hiyo tumewatahadharisha viongozi wetu watumie fursa ya kampeni kuendelea kukijenga chama, kuimarisha wanachama na kupigania mabadiliko kwa taifa letu. 6, kwa ujumla, kutoshiriki uchaguzi kutasababisha chama kupoteza uhusika na umuhimu wake kwa umma, relevance, hali inayoweza kufuatiwa na kuporomoka kisiasa na hatimaye kudhoofika kabisa. Hatutaki chama chetu kikawe dhoofu bin hali baada ya uchaguzi mkuu. Ndio maana tumeshauri chama kitumie fursa hii, na ni rahisi zaidi kuzuia uchaguzi ukiwa unashiriki kuliko ukiwa nje ya ulingo. Ushauri wetu, tujiandae kwa uchaguzi. Tumemtaka katibu mkuu na chama kama nilivyosema awali wajiandae kwa uchaguzi. Aidha, upo uwezekano wa kushinda uchaguzi wa 2025 na kutangazwa katika vikwazo vingi vya kikatiba, kisheria na utamaduni mbaya wa CCM wa kubaka demokrasia. Pamoja na hujuma na uonevu wote tuliofanywa katika chaguzi zilizopita, bado yapo madhaifu ya ndani ya kirasilimali na kimkakati yanayoweza kuondolewa, na hivyo kukifanya chama kiingie kwenye uchaguzi huu kikiwa na nguvu mpya na mikakati madhubuti ya kukabiliana na hujuma za CCM na serikali yake kwa kasi kubwa. Tukijipanga vizuri kimkakati, kushiriki uchaguzi kutatupatia fursa kubwa na nzuri zaidi ya kuzuia uchaguzi kirahisi kwenye vituo na maeneo mahususi yanayoelekewa kufanywa hujuma. Tunasisitiza kuwa ni ngumu na kwa kweli haiwezekani kuzuia uchaguzi huku tukiwa nje ya uchaguzi. 3, kushiriki uchaguzi kutatupatia fursa ya ziada ya kutumia madhila ya uchaguzi katika kuwaunganisha, kuwachochea na kuwaongoza wananchi kuendeleza vuguvugu la kudai reforms kwa kishindo kikubwa zaidi. 4, kushiriki uchaguzi kutasaidia kuimarisha na kuendelea umoja na mshikamano wa chama, wanachama na wananchi, kutahuisha uhai na kuendeleza nguvu, hamasa na harakati za chama. Mabadiliko ni mchakato. Change is a process. Tumeshiriki chaguzi tangu mwaka 95 kwa tume hii, sheria hizi, uovu huu tuliwahi kufikisha wabunge 73. Tujiulize nini kilichochea chama pamoja na sheria kuwa hizo, tume hiyo mwaka 2015 kikapata mafanikio kiliyopata, kura za urais zilizotangazwa 40%. Nini kilikuwa kichocheo? Utaona kwamba tulikuwa na mgombea na wagombea ubunge sahihi. Tutumie vizuri fursa ya uchaguzi kwa kuweka wagombea sahihi, tutaweza kushinda uchaguzi. Hitimisho. Mheshimiwa Katibu Mkuu, tunaomba uzingatie kuwa tumetoa maoni na ushauri wetu huo baada ya ofisi yako kutualika kujadili ajenda ihusuyo hali ya siasa na mwenendo wa chama katika kudai uchaguzi huru zenye kuaminika. Kwa muhtasari wa maoni, ushauri wetu umejikita katika kuunga mkono madai ya reform, lakini wakati huo tukikisihi chama chetu kione haja ya kujiandaa na hatimaye kushiriki uchaguzi mkuu wa 2025 hata kama reforms hazitopatikana kwa wakati, kwamba kushiriki uchaguzi kutatuepusha na athari nyingi za muda mrefu za kudorora kwa chama, huku tukiwa pia na uwezekano wa kushinda au kuzuia uchaguzi kwenye maeneo au mazingira mahususi ya kiuchaguzi yatakayoelekea kufanyiwa uhuni, hujuma dhidi ya demokrasia.
Tunaomba chama kiyazingatie, kiyape kipaumbele katika tathmini na tafakari zake, na kifanyie kazi maoni na ushauri wetu huo kwa kina, kikiongozwa na fikra chanya, maslahi mapana na endelevu ya chama, pamoja na nafsi zilizojaa upendo, umoja na mshikamano kwa wanachadema wote. Tunapenda kusisitiza kuwa maoni na ushauri wetu huo si wa kupinga msimamo wa chama, bali ni kupendekeza namna bora zaidi ya kuziendea reforms, huku tukilinda ustawi endelevu wa chama chenyewe chini ya imani kuwa change is a process. Sisi hatupingi msimamo wowote wa chama, na hapa nitawakumbusha, chama kiliweka msimamo, baraza kuu liliweka msimamo tuingie kwenye maridhiano na CCM na serikali yake. Lakini kadiri tulivyoenda mbele, viongozi waandamizi waliongoza kundi la kupinga, la kukiondoa chama kwenye maridhiano yale, na wakati huo chama kilisikiliza, kikaona mantiki ya hoja, hatimaye kilijiondoa kwenye maridhiano. Kwa hiyo na sisi hatupingi, ila tunakishauri chama kitafakari upya. Maazimio ya vikao sio msahafu, yanaweza kubadilika. Wako wanaojenga hoja kushiriki uchaguzi ni kuwapeleka vijana wakamwage damu, kwamba tuna njaa ya damu. Wakati huo huo wakihamasisha tukazuie uchaguzi. Hivi damu itamwagika wakati gani zaidi? Wakati wa kushiriki uchaguzi au wakati wa mapambano na dola, polisi na majeshi yake, wakati wa kuzuia uchaguzi? Sasa wako wanaotaka kutuaminisha kwamba kuzuia uchaguzi hakutamwagika damu, wakati tunakwenda tunatangaza kupambana na dola na majeshi kuzuia uchaguzi ulioko kwa mujibu wa katiba, kitu ambacho hakijawahi kufanikiwa popote duniani. Watu wanapambana wakiwa ndani ya uchaguzi. Hadi tunaambia tukishiriki uchaguzi ni watu wanaotaka damu zikamwagike, lakini kuzuia uchaguzi kana kwamba hatutatumia watu wetu hawa kwenda kuzuia uchaguzi. Sasa hiyo itupe tafakuri ya kina, ni wakati gani damu itamwagika zaidi? Kama tunaweza kuepusha tone la damu ya Mtanzania kumwagika, viongozi tuna wajibu, that's our primary responsibility, ya kulinda uhai wa watu wetu. Hata sisi tunaotaka tugombee, tunataka kuepusha vijana wetu, ndugu zetu, kwenda kuumizwa wakati wa kuzuia uchaguzi. Kwa hiyo tumekitahadharisha chama kitafakari eneo hilo. Tunapenda ieleweke kuwa iwapo chama hakitakubaliana na maoni na ushauri wetu, basi tutaendelea kuheshimu msimamo na mwelekeo wa chama kwa uaminifu na mapenzi yetu yote. Tumeandika wale wanaojaribu kupotosha hawa ni waasi ni nini, commitment yetu ipo kwa maandishi iliyopeleka kwa katibu mkuu na tumesaini. Aidha, kwa kumalizia, tunafahamu sio wajibu wetu kutangaza, lakini kwa sababu tumekaa kwenye chama, tuna uzoefu, tuna connection. Tarehe 12 mwezi huu ni siku ambayo Tume ya Taifa ya Uchaguzi wanaenda kusaini kanuni za maadili kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024 kifungu cha 162. Kinasemaje? Kwa madhumuni ya kusimamia uchaguzi wa haki, huru na amani, na baada ya kushauriana na vyama vyote vya siasa na serikali, tume itaandaa na kuchapisha katika gazeti la serikali kanuni za maadili ya uchaguzi zitakazoainisha maadili ya vyama vya siasa, serikali na tume wakati wa kampeni za uchaguzi na utaratibu wa utekelezaji wake. Kanuni za maadili ya uchaguzi zitasainiwa na a, kila chama cha siasa; b, kila mgombea kabla hajawasilisha fomu ya uteuzi; c, serikali; na d, tume, na zinapaswa kuzingatiwa na wahusika wote waliosaini.
Mtu ambaye atakiuka masharti ya kanuni za maadili ya uchaguzi ataadhibiwa kwa mujibu wa kanuni hizo. Tarehe 12 vyama vinatakiwa vikasaini kanuni hizo. Na moja ya kitu ambacho kiko kwenye hizo kanuni, chama ambacho hakitasaini hizo kanuni hakitaruhusiwa kushiriki uchaguzi. Kwa hiyo tunawakumbusha na kuwasihi viongozi wetu, wakati tunaendelea na madai ya reforms, wasisahau kwenda kusaini hizo kanuni, kwa sababu ikitokea reform kidogo zimepatikana, hawajasaini kanuni, chama chetu hakitaweza kushiriki uchaguzi. Wasije wakatumia mwanya huu wakakimbia kwenda kusaini kanuni ili baadaye watugeuzie tena. Sio kwamba no election, hatuzuii uchaguzi, bali kanuni zimeshatutoa nje ya uchaguzi. Kwa hiyo tunawakumbusha mbele ya umma na mbele ya vyombo vya habari, tarehe 12 waende wakasaini hizo kanuni, ili isije ikatafutwa sababu nyingine huko mbele ya safari kwamba jamani, ni kweli hatujapata reform, lakini kwa hatukusaini kanuni, kwa hiyo chama chetu kimezuiwa kushiriki uchaguzi. Hakuna kushiriki uchaguzi. Tunawatahadharisha na kuwakumbusha mbele ya umma, na tunaomba waandishi wa habari mlifikishe hilo kwa maslahi mapana ya chama chetu na nchi yetu. Aidha, kuna viharakati vinaendelea vya chini kwa chini vya kujaribu kunyamazisha sauti kinzani, maoni tofauti. Tumeanza kushuhudia ndani ya chama chetu. Chadema tuliyoiishi miaka yote sio hii tunayoiona leo. Kuna dalili, kuna watu wanatishwa na wanatumia mbinu ya kupeleka maelekezo kwenye viongozi wa matawi, kwa sababu kwenye chama hiki ziko mamlaka mbili tu zinazoweza kumfukuza mtu wanachama: tawi lake au kamati kuu. Ndivyo katiba yetu inavyosema, ndio vyombo viwili vinavyoweza kumfukuza mtu wanachama. Tumeshuhudia kwenye matawi viongozi wanapelekewa maelekezo kwamba mtu yeyote aliyeko G55 anzeni kumwandikia barua. Na tumeshaona mmoja ameandikiwa, yuko hapa, Asenga yupo, na yuko bwana Romanus aliyetangaza kugombea urais kupitia Chadema, na yeye ameshaandikiwa barua na tawi lake huko kwamba ajieleze. Tunakishauri chama chetu njia hiyo tunayotaka kuchukua kuipitia sasa sio njia sahihi. Tulipinga udikteta, tunaendelea kupinga udikteta ndani na nje ya chama. Tunawashauri viongozi wetu wanaohubiri uhuru wa maoni, uhuru wa mawazo. Viongozi wetu wamekuwa wabunge, mwenyekiti alikuwa mbunge, makamu mwenyekiti alikuwa mbunge, katibu mkuu amewahi kuwa mbunge. Ndani ya bunge walikuwa na maoni na hoja za moto kweli kweli. Walipotaka kuzuiwa na spika, kupewa adhabu, kutolewa nje ya bunge, tulisimama kama taifa kwamba maoni yao yasikilizwe, ushauri wao usikilizwe. Na ndani ya Chadema leo tunawataka viongozi wasiogope kusikiliza maoni mbadala. Maoni hayapigwi rungu. Maoni ni fikra, yataendelea kuishi leo, kesho na kesho kutwa. Kwa hiyo watu waachwe wawe huru, waseme kwa uhuru. Kama Chadema tukianza kuzuia watu wetu kusema, hivi mnataka wananchi wakasemee wapi? Hatutaki kuiga tabia za CCM kwamba mwanachama alihoji yule Malisa kwamba uteuzi wa mgombea urais au kufuata katiba ya chama, wakaagiza wilaya imfukuze wanachama. Hivyo vimelea tunaona vinataka kuja Chadema.
tunawasihi viongozi wetu wasikubali hayo majaribu. Ni ya hatari kwa uhai na ustawi wa chama. Ni ya hatari kwa ustawi na uhai wa taifa, kwa sababu tukianza kunyamazisha sauti ndani ya chama, tutakapoikosoa serikali tutaambiwa, mbona kwenye chama chenu mlipokosoa mlifukuzana? Tunawapa uhalali wa kuendelea kutenda hayo kwa sababu sisi tunayafanya ndani ya chama. Na washukuru sana, asanteni sana kwa kunisikiliza. Nitaomba nimkaribishe Kileo aratibu maswali. Karibu sana. Waandishi wa habari, karibuni. Muda wa maswali, utataja jina lako na chombo unachotoka, kisha utauliza swali. Karibuni sana. Yote mwenye swali, karibu. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Udemba Chief, natoka Star TV. Niko na maswali machache, samani sauti yangu haiko sawa kidogo. Swali langu la kwanza, Mheshimiwa Mrema, umesema ya kwamba dhana ya no reform, no election ilianza tangu mwaka 2020. Wewe, Lissu pamoja na viongozi wengine waandamizi mkiwa jijini Nairobi. Lakini vile vile hata 2024 umeendelea mbali zaidi na kusema kwamba vile vile hii no reform no election ilitamkwa. Na kubwa zaidi ningependa kufahamu, je, utofauti iko wapi kati ya no reform ya Mheshimiwa Freeman Mbowe na no reform ya Tundu Lissu? Ama dhana ya no reform ninyi mnautafsiri kwa namna gani? B, katika kipengele hiki ama katika sakata hii, je, ni chama, ni ninyi, ama ni wale ambao wanaunga kwamba no reform no election iwepo ndio wanaopoteza? Nani anapoteza katika hili? Ni chama, ni ninyi, ama ni nani anakomolewa? Je, ni wanachama ama ni chama chenyewe? Lakini swali lingine, umesema kwamba bado mna nafasi ya kushiriki uchaguzi na kushinda na kutangazwa washindi hata katika nyakati ambapo madhila mengi ya uchaguzi ikiwemo ukandamizaji wa Chama cha Mapinduzi kama ulivyosema. Nini hasa kilichowazuia kutangazwa katika uchaguzi uliopita wa 2020? La tatu na la mwisho, umesema ampingi msimamo ya chama. Je, hapa mnafanya kitu gani? Kama chama wamesema wao kwamba msimamo wa chama no reform no election, na kwamba hawatoshiriki katika uchaguzi na watazuia uchaguzi, lakini ninyi hapa mnasema ya kwamba hamko hapa kupinga msimamo wa chama. Hapa mnafanya nini? Ama dhamira kuu kwenye hili ni nini? Asante sana. Mwingine kwenye swali au maswali ya Udemba ametosheleza? Karibu. Asante. Mimi na swali. Jina lako na chombo chako. Naitwa Humphrey Shao, natoka Michuzi Media Group. Swali langu ni kwamba, moja, je, G55 katika hichi mnachokifanya amuoni kama mmechelewa? Na moja ya kitu kwenye tamko lenu mmekuwa mkimuadresi katibu mkuu wa chama, lakini je, amuoni kwamba
katibu mkuu amekuwa pressurized na mwenyekiti na makamu wake. Tumeshuhudia katika mkutano wa watiania namna ambavyo makamu mwenyekiti alikuwa akizungumza. Kwa nini mnashindwa kuzungumza moja kwa moja kwa kuwaeleza na kutaja zile kauli za kibabe kama za makamu mwenyekiti wa Chadema alizokuwa akizitoa kwamba aziendani na maadili ya uchaguzi na Chadema ambayo tumeizoea? 3, ni lini sasa mtaanza kutoka na kuzungumza wazi juu ya hii kuisha kwa uchaguzi? Inaonekana kama uchaguzi wenu wa ndani bado haujaisha, mnaendelea kumenyana kwa visu. Kwa nini? Je, lini mtatoka kusema kwamba uchaguzi umeisha, mjenge chama? Nashukuru. Mwingine? John. Naitwa John, natoka Jambo Television na maswali 5. Swali la kwanza, tumemsikia Mlema kwa niaba yenu amesema kauli ya Lema kwamba ambao hawataki reformu waondoke. Inaonekana ni kama ni kauli personal, alikuwa anawatisha watu wenye maoni mbadala. Kauli ya no reform no election, kama mnakubaliana kwamba ni kauli iliyo ni msimamo wa chama ambao umepitishwa na vikao halali vya chama, baraza kuu, mkutano mkuu na ZESOFO kamati kuu. Kama Lema amezungumza hivi, je, John na wenzako hamuoni kwamba ni alikuwa na cement au alikuwa anasisitiza wanachama kutii maagizo au maamuzi ya vikao halali vya chama, ambavyo tunafahamu usipotii maagizo na vikao halali vya chama, maamuzi ya vikao halali vya chama, uko katika hatari, kati ya moja katika hatari hiyo ni kufukuzwa. Sasa kusema kwamba kama hutii au hukubaliani na maamuzi ya chama uondoke, hiyo kauli ina tatizo gani? Swali la pili, umesema Maria Sarungi ana maslahi binafsi na Chadema kushiriki uchaguzi. Kwa tunaomjua Maria Sarungi, tunamuona kama ni mtu ambaye anapigania ajenda ambazo Chadema mmekuwa mkipigania kwa siku nyingi, ikiwemo hii ya sasa kwamba mifumo ya uchaguzi imekuwa si mifumo yenye kutoa haki. Sasa na yeye ameungana na Chadema kuhakikisha kwamba mnailazimisha serikali inaleta mifumo yenye kutoa haki kwenye uchaguzi. Wewe umesema yeye ana maslahi binafsi. Sisi waandishi na umma ungependa kujua ni maslahi gani hayo binafsi ambayo Maria Sarungi anayo ambayo ya Chadema kutokushiriki uchaguzi. Tunaomba tuweke wazi kwa sababu umesema umeificha tu kwamba maslahi binafsi. Sawa. Swali la 3, John, umekuwa kwenye secretariat nadhani kama miaka 10 sasa. Na wewe umekiri hapa ulishiriki mchakato wa kuandaa hii document ya no reform no election, ukiwa kama mjumbe wa kamati kuu na mjumbe wa secretariat ambao ndio vikao vinaandaa haya mambo. Tunataka kujua mpaka inapitishwa hii agenda kwenye vikao, wewe ulikuwa bado kwenye nafasi ya uongozi na ulikuwa ofisini. Tuambie wewe na wenzako ambao mlikuwa kwenye secretariat na vikao vya kamati kuu, mlichukua hatua gani katika kulirekebisha jambo hili? Kwa sababu ukija kwa sasa ni rahisi sana kuwa defeated kwamba unapinga maamuzi haya ambayo wewe uliyashiriki kwa sababu tu hauko sehemu ya uongozi, kwa sababu hivi vitu vyote vinavyofanyika kwa sasa ni vitu ambavyo wewe ulishiriki kuvitengeneza na kuvipitisha. Swali la 4, kuhusu dhana kwamba mnatofautiana kwenye dhana. Hii nadhani ndio mimi nimeliona kitu cha msingi kwamba dhana kwamba no reform no election si dhana ya kuzuia uchaguzi. Sasa kama hiyo sio dhana, maana yake ni kwamba chama kizima except wewe na wenzako wachache kimejipotosha kuhusu hii dhana. Kama hivyo ndivyo,
yani kama chama kinajipotosha kwenye dhana tu, bado mnaamini chama hiki ni chama tegemeo kwa Watanzania? Swali la 5, kushiriki uchaguzi ndio kusudi. Umezungumza kwamba tone tone haiwezi kuendesha chama. Chama hiki tokea kimeanza tumekuwa tukiona kinaendeshwa kwa michango, na mmekuwa mkisema kwamba chama hiki kina watu milioni 10. Kwa mahesabu ambayo watu wakati mnaanzisha tone tone mliotupa ni kwamba hata wanachama milioni 1 tu wakicontribute kwenye hii tone tone mtapata a lot of billions kuendesha chama. Sasa tunataka kujua hawa wanachama milioni 10 ambao kila siku mnatuambia mko nao wanashindwaje contribute ili iwe hii njia ya tone tone, kwamba kwa sababu wewe mwenyewe unasema John vyama vinaendeshwa na wanachama. Sasa hawa wanachama milioni 10 wanashindwaje kushiriki hii tone tone? Swali la mwisho Naitwa Martha, natokea Crown TV. Na swali moja ambalo lina vipengele vitatu. Hii G25 imekuja na mpango wa kushiriki kwenye uchaguzi G55. Mtatuaminisha vipi kwamba haitatokea iliyotokea 2015 kwenye Ukawa? Mlikuwa pamoja, baadaye kukaa kuna mgawanyiko, ikaonesha kudhoofisha upinzani. Lakini mtakaposema nyinyi mnashiriki uchaguzi, wenzenu wanasema no reform no election, tayari mnakipasua chama. Hamuoni kwamba inakuwa ni sababu ya kudhoofisha pia chama chenu nyewe wenyewe? Lakini la tatu ni tusije tukaona yaliyotokea ni CCR, mnaiprotect vipi Chadema G55 pamoja na no reform no election? Hamuoni nyewe wenyewe mnaweza mkawa nyewe wenyewe ndio mnachimba kaburi la kukizika chama nyewe wenyewe? Asante. Naitwa Juma Isihaka, natokea gazeti la Mwananchi. Kwa nini sasa no reform no election, ukiachana 2020 kama alivyosema Mrema, ilikuja mwanzoni hapa wakati wa uongozi wa Lissu na alikuwa kisiment au kuboldi kwamba tafsiri ya no reform no election kwa namna alivyokuwa anaeleza. Kwa nini sasa G55 ndio inaibuka? Swali la pili, pamoja na kile kilichoandikwa kwenye waraka ya kwamba mtakuwa tayari kuendana na msimamo wa chama kama chama hakitakuwa nani, nilikuwa natamani kujua mtakuwa tayari, nyinyi watiania, mtakuwa tayari kuachana na nia zenu iwapo chama hakitakusudia au hakitakuwa tayari kupokea ushauri wenu kama ambavyo mmekuwa mkishauri? Mtakuwa tayari kuachana na hizo nia za kugombea tena? Shukuru. Kwa mwisho, karibu. Na maswali matatu hivi. Kuna dhana baada ya nyewe kujitokeza hivi karibuni, ukisoma hata kwenye mitandao ya kijamii feedback za watu, inaonekana kama mnatumika. Naomba mtuaminishe leo. Je, mnatumika na system katika kuivuruga Chadema au mnatumika na Freeman mara baada ya kushinda uchaguzi? Kwa sababu wengi waonekana kwa sasa ndio wale ambao walionekana kipindi cha kampeni wakimsupport Freeman. Lakini swali lingine, kuna katika hilo G55 sasa hivi mlipo, kuna wengine walikuwa wabunge, wengine wa viti maalum, wamekaa tu muda mrefu bungeni. Kwa nini hawakuona haja ya kugombania kwenye majimbo kipindi hiko mpaka sasa hivi ndipo walipojitokeza kutoa nia zao, na wamekaa muda mrefu sana bungeni mpaka kuanzia miaka 10 mpaka 15? Ni hayo tu. Atajibu Mheshimiwa John Mrema, lakini kama kutakuwa na nyongeza tutasaidia kuongeza majibu. Karibu John. Shukrani sana. Ni washukuru kwa maswali mazuri na nitayajibu kama ifuatavyo. Swali la kwanza la Odemba, dhana ya no reform no election, tofauti ni nini wakati wa uwenyekiti wa Mheshimiwa Mbowe na sasa uwenyekiti wa Mheshimiwa Lissu? Tulieleza tangu awali kwamba tunatofautiana kwenye dhana ya utekelezaji wa no election
hakuna mahali kwenye dokumenti zetu za chama iliyotafsiri kwamba no election ni kuzuia au kususia uchaguzi. Dhana ya no reform no election ilikuwa na lengo la kuunganisha makundi yote katika jamii, twende pamoja tukadai reform. Ndio msingi wa dhana ya no reform no election, ni kuunganisha makundi ya kijamii, tutengeneze wimbi kubwa la kwenda kushinikiza mabadiliko katika mifumo yetu. Huo ndio utofauti. Nani anapoteza, ni chama au wanachama au ninyi kwenye no reform? Tusipokuwa makini, zile hasara tulizoeleza, chama na taifa ndivyo vitapoteza zaidi. Kwa hiyo sio mtu mmoja mmoja, ni chama pamoja na taifa, kwa sababu kwa upande wa taifa sauti kinzani ndani ya vyombo vya kimaamuzi kama halmashauri, bungeni, au hata fursa ya kushinda na kuongoza dola tunakwenda kuipoteza. Hakuna wakati kwenye historia ya nchi hii CCM iliwahi kuwa dhaifu kama ilivyo sasa. Kwa hiyo tunapoteza fursa muhimu ya kwenda kushinda uchaguzi na kuongoza dola. Kwa hiyo wananchi ndio wanaopoteza hiyo fursa. 3, kushiriki uchaguzi na kushinda. Nini kiliwazuia kutangazwa 2020? Vikwazo vilivyotuzuia kutangazwa 2020 vilikuwepo 2015, vilikuwepo 2010, vilikuwepo mwaka 95, lakini kama tulivyosema, reform ni process, mabadiliko ni mchakato. Tukiishia njiani tukakimbia kushiriki hii michakato, hatutakaa tupate hayo mabadiliko. Ni heri tushiriki. Kama hatutashinda dola, tukaendelea kuwa wapinzani, tukawa na sauti bungeni, wabunge wetu wakawa na sauti ya kung'ang'ania hizo reform, kuliko kuwaacha CCM wapite bila kupingwa, wakawe bungeni peke yao, alafu tunategemea watuletee reform wakiwa bungeni peke yao. Si mnanielewa? Hampingi msimamo wa chama, hapa mnafanya nini? Hatupingi misimamo ya chama. Hapa tumekuja kama wanachama, tuna haki zetu kwa mujibu wa katiba ya chama, na niombe niwafafanulie tu haki za mwanachama. Ibara ya 5.2. 5.2 ni kuchagua viongozi wa chama wa ngazi inayomhusu. 5.22 kuchaguliwa kuongoza na kuwakilisha chama katika ngazi yoyote kwa kuzingatia masharti yaliyowekwa na sifa za uongozi. 5.23 kushiriki vikao vinavyomhusu. 5.24 kujitetea, kusikilizwa. 5.2.4 tuna haki ya kusikilizwa. Sasa hapa tumekuja ili tuseme tunatumia hii haki yetu, viongozi watusikilize. Ndio maana tuko hapa, wala hatuko hapa kwa sababu nyingine yoyote ile. Ni haki yetu kwa mujibu wa katiba ya chama chetu. Swali la Humphrey Shayo wa Michuzi, G55, hamuoni kwamba mnachochea? Hamuoni kuwa katibu mkuu anapata pressure kutoka kwa makamu mwenyekiti na mwenyekiti wanampa mashinikizo? Sisi tunamwandikia katibu mkuu wa chama kwa sababu ndiye mtendaji mkuu wa chama. Correspondence zote, mawasiliano yoyote ya kiofisi yanapelekwa kwa katibu mkuu wa chama. Kwa hiyo na sisi kwa sababu tunafahamu ndiye mtendaji mkuu wa chama, ndio maana tunamwandikia katibu mkuu wa chama. Kama ana mashinikizo, ana pressure, atoke hadharani aseme yeye, sisi hatujui. Kwa hiyo kama yapo, akiona kweli anashinikizwa vitu ambavyo hakubaliani navyo, atoke hadharani aseme. Sasa mimi siwezi kumsemea kwa sababu sijui.
Uchaguzi wa ndani ya chama haujaisha. Lini utaisha? Uchaguzi ulishaisha. Ni bahati mbaya kwamba watu wanadhani walioko kwenye G55 ni watu waliomuunga mkono Mheshimiwa Mbowe. Sio kweli. Bwana Romanus Mapunda yule pale. Hebu simama bwana. Wewe ulikuwa timu gani? Timu Lissu. Huyo hapo. Kwa hiyo watu wasifikiri, na sio yeye peke yake, wako wengi. Mpaka viongozi wakuu wenyewe. Ni kwa vile hawataki kujitokeza. Kwa hiyo sisi tunasema ili kusaidia wale ambao hawawezi kusema, lakini tunawakilisha maoni yao, mawazo yao. Ndugu zangu, sisi hapa ni speaker tu. Tunasema kwa niaba. Tumejitokeza hadharani, tumetangulia. Lakini tukiambiwa tupige kura za siri kwenye chama, wanaotaka uchaguzi ni wengi kuliko wanaotaka kuzuia uchaguzi, kwa sababu hawaoni huo muujiza wa kuzuia uchaguzi. Hata wale walioshiriki kikao cha watiania juzi waliuliza hilo swali, tunawezaje kuzuia uchaguzi? Wakaambiwa kwa kuingiza watu barabarani. Wakauliza wasipojitokeza, wakaambiwa kila mtu atatafuta mbinu zake kulingana na mazingira mahalia. Ndio jibu lilitoka kwenye kikao cha ndani. Kwa hiyo hata watu wetu wa ndani hawaoni huo muujiza wa kuzuia uchaguzi. Ukiwauliza sana wanakuambia mikakati haitangazwi. Jioni wa Jambo TV, kauli ya Lema, hamuoni kwamba ilikuwa inasisitiza watu kutii maagizo ya chama? Hakuna agizo lolote la chama hiki lililosema kwamba watu wakiwa na maoni, mawazo tofauti waondoke kwenye chama. Hayo ni mawazo ya madikteta. Dikteta pekee ndiye anayetaka kile anachokisimamia asipingwe, asihojiwe, asiulizwe. Kwa hiyo hakuna maagizo kwa mujibu wa katiba yetu. Na hakuna mtu anayepinga misimamo ya chama. Hata wakati wa maridhiano nimewakumbusha, watu wanakuwa na mawazo, fikra tofauti kila siku, jinsi ya kulifanya jambo liwe zuri zaidi. Sarungi ana maslahi binafsi ndani ya Chadema. Maslahi gani? Hili swali mngemuuliza Sarungi, angeweza kulijibu vizuri zaidi. Atuambie. Na viongozi wetu watuambie. Na nitatumia mfano wa aliyekuwa naibu wa rais wa Kenya Bwana Gachagua. Gachagua aliwahi kuhoji akasema serikali ya Kenya ni ya shareholder. Maria Sarungi ana share ndani ya Chadema. Yeye anakiri kwamba sio mwanachama wa Chadema. Tunafahamu ni mwanachama wa CCM. Lakini leo hii nguvu yake ya kuhoji mpaka maamuzi ya katibu mkuu wa chama anatoa wapi? Ana share ngapi katika uongozi wa chama hiki? Ukiangalia anavyoandika huko mtandaoni, nikaona kwamba yeye yuko hata juu ya vikao vya Chadema. Viongozi wakikubali kuendeshwa kutokea mbali, chama hiki kitayumba na kitapotea. Kwa hiyo Maria Sarungi kama anataka aweze kuja atoe maoni yake kwa uhalali, ajiunge na Chadema. Hajazuiliwa, lakini yeye ndio wale niliosema pressure group zinakuwa na mambo mahususi wakati mahususi. Hataki kujiunga Chadema, lakini anataka yeye akisema Chadema imtii na imsikilize. Hatuwezi kuendesha chama cha namna hiyo. Nilishiriki mchakato wa kuandaa document mpaka inapitishwa. Tulichukua hatua gani katika kurekebisha jambo hili? Ndio maana nimesema hakuna popote
kwenye nyaraka za chama hiki palipoandikwa no reform no election ni kuzuia au kususia uchaguzi, bali dhana ya no reform no election ilikuwa na lengo la kuunganisha nguvu za kudai mabadiliko. Wadau, na nilisema wako wadau wamerudi nyuma baada ya kuingiza dhana ya kuzuia uchaguzi. Wanajua taasisi zao zimesajiliwa kwa mujibu wa sheria. Watakapojiingiza kutaka kuzuia uchaguzi, wanajua wataathirika na taasisi zao, ndio maana wamerudi nyuma. Kwa hiyo sisi, wakati ni nyaraka inaandikwa, dhana ya kuzuia uchaguzi haijawahi kuwa kwenye nyaraka zetu, na kama ipo, huyo mtu ailete hadharani. Haipo. Tone Tone na wanachama milioni 10 wako wapi kwenye kuchangia Tone Tone? Kwa nini hawachangii? Nimesema pale mwanzo, watu wanachangia wakiwa na sababu ya kuchangia. Kwa nini mimi mwanachama wa Chadema nichangie Chadema ambayo haiendi kushiriki uchaguzi ili nikomboe kwenye matatizo yangu kwenye kata yangu, kwenye jimbo langu? Haiendi kushiriki uchaguzi ili ishinde dola. Kwa nini niendelee kuchangia wakati hawaendi kufanya ile kazi ambayo walituambia wataifanya? Inarudisha watu nyuma. Sasa hiyo ya wanachama milioni 10, na ni kwa nini hawachangii? Siku wakiita press conference makao makuu, ukiwauliza hili swali litakuwa zuri sana. Wanachama milioni 1 wangetoa shilingi 500 tu, zingeshapatikana milioni 50, milioni 500. Shilingi 500 ni milioni 500. Mara ya mwisho walitutangazia wamepata milioni 70 ngapi? 64. Walituahidi wakati wanaanza kwamba tutakuwa tunatangaziwa kila wiki. Sasa hivi hakuna tangazo, kwa hiyo hatujui zimepatikana ngapi mpaka sasa. Ndugu dada yangu Martha, kwamba sisi kushiriki uchaguzi sasa G55 hatuoni tunaweza kugawanyika na kukipasua chama na kukidhoofisha kama Ukawa. Sisi tumejitokeza hadharani kushauri. Ni wajibu wa viongozi wetu kusikiliza. Na kama nilivyosema, tuna kundi kubwa linaloamini kabisa kwamba Chadema hatuna muujiza wa kuzuia uchaguzi. Kundi la wanachama na wasio wanachama, kundi la wapenzi wa chama hiki, wanatupigia simu, hawaoni huo muujiza wa kuzuia uchaguzi. Kwa sisi tumejitokeza kusema kwa niaba yao. Kupasua chama kama ilivyokuwa NCCR Mageuzi, sidhani kama chama chetu kitapasuka. Watakaopasua chama ni wale ambao watakataa kusikiliza maoni na mapendekezo wasioyapenda. Ila sisi kwenye maandishi tumeweka commitment yetu. Msiaka, kwa nini sasa? Tafsiri. Kwa nini sasa? Ndio wakati mwafaka. Tuna muda mchache kabla ya uchaguzi. Tunataka chama kijiandae na uchaguzi. Kitafute wagombea, kitafute rasilimali, kianze kujiandaa. Kwa hiyo tunaona wakati huu ndio wakati mwafaka wa kulisema hili. Na sisi ni wadau wa huo uchaguzi, ni sehemu ya huo uchaguzi. Ndio maana tumejitokeza sasa. Tusingeweza kujitokeza mwaka 2021 au 22. Sasa ndio wakati mwafaka. Mtakuwa tayari kuachana na nia zenu za kugombea? Mpaka sasa tunaendelea kukishauri chama. Na nyinyi waandishi, siku nyingine hivi mmeshawahi kumfuata mwenyekiti wa chama mkamuuliza nia yake ya kugombea urais aliyoandika barua ameshaitoa kwa katibu mkuu? Mlishawahi kuuliza hilo swali? Kwa hiyo sisi ni watiania kama yeye alivyomtiania wa urais, na sisi tuko hapo hapo. Kwa hiyo kutiania sio dhambi. Sasa mtu asitutake leo tuanze kutoa nia yetu wakati kiongozi wetu mkuu anayetuongoza bado nia yake iko pale pale.
Ndugu yangu, kama nilipatia Kevin dhana potofu za kutumika na system au Mbowe kudhoofisha Chadema. Wajua, ukitaka kuua mbwa mpe jina baya. Tunaona nguvu kubwa sana huko mitandaoni inayosema tunatumika. Kama kwa miaka 23 niliyokuwa ndani ya chama, na wenzangu hapa wengi, wakina dada Grace wako kwenye chama hiki tangu kinaasisiwa, hawakutumika. Yaani leo kwa sababu tunasema tunashauri uchaguzi ndio tunatumika? Sasa mtu ananitumia mimi ili iweje? Kwa nini hawakunitumia wakati nikiwa pale juu kabisa naandaa manyaraka na madokumenti ya chama? Nimefanya kazi bungeni kwenye kambi rasmi ya upinzani kwa miaka 10. Hivi hiyo system haikuona sababu ya kunitumia wakati huo? Ije initumie sasa nikiwa mwanachama wa kawaida? Mimi nafikiri wanatumia mbinu hiyo ili kujaribu kutudhoofisha, kujaribu kuturudisha nyuma, kitu ambacho tumekikataa kwa kinywa kipana. Chama chetu ni chama cha demokrasia, tunatoa maoni yetu kwa uhuru na hakuna anayetutumia, na kama kuna mtu anatutumia basi ni wananchi wetu wanaotaka tuwawakilishe na ambao tunawasikiliza. Hao wanatutumia na tuko tayari kutumika kuwatumikia hao wananchi wetu kwenye kata na kwenye majimbo. Uliuliza swali, wako waliokuwa wabunge wa viti maalum, kwa nini sasa wamejitokeza kwenye majimbo? Ndugu yangu Kevin, itakuwa huna rekodi sahihi. Catherine Ruge mwaka 2020 aligombea jimbo la Serengeti. Susan Kiwanga mwaka 2020 aligombea Mlimba. Na kabla ya hapo alikuwa mbunge wa jimbo la Mlimba. Grace Kiwelu mwaka 2020 aligombea jimbo la Vunjo. Yosefa Komba ambaye naye amesaini leo hayupo na udharura, aligombea jimbo Muheza Tanga. Recho Mkinga aligombea Mkinga Tanga. Lucy Magereli aligombea Kigamboni. Wako wengi. Kwa hiyo ni kwamba rekodi tu utakuwa huna. Walijitokeza majimboni na pamoja na matatizo yote ndio waliosababisha tukapata zile kura zilizotangazwa tulizopewa 2020. Kwa mimi baada ya kusema hayo, niwashukuru sana, fikisheni ujumbe wetu na mtusaidie. Wale wote wanaotaka kunyamazisha sauti zetu waambieni, mtakapowanyamazisha sehemu ya wanachama wenu, mkiingia madarakani, sisi vyombo vya habari hatutakuwa salama. Nadhani tumeshamaliza. Kwa hiyo waandishi wa habari tunawashukuru sana. Tukiwahitaji wakati mwingine tutaweza kuwaita. Kwa leo tunashukuru kwamba tulipofikia. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki.